Karibu tena kwenye makala ya Kilimo Leo, jukwaa linalokuunganisha na maarifa yanayobadilisha kilimo kutoka shughuli ya kujikimu hadi biashara yenye faida. Wiki iliyopita tulijifunza kuhusu ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa kutumia mfumo wa zero grazing. Leo tunarejea katika sehemu ya pili ya makala haya, tukielekeza macho yetu kwenye moja ya siri za mafanikio ya wafugaji wengi wa kisasa, yani nyasi ya Super Napier. Kwa wafugaji wengi, uzalishaji mkubwa wa maziwa huanza na lishe bora, lakini je, Super Napier ina utofauti gani na Napier kawaida? Inapandwaje? Inatuzwaje? Na inaweza kuongeza vipi faida katika ufugaji? Majibu ya maswali hayo tunayapata kutoka kwa mkulima na mfugaji Vinnie wa Tarakwani. Karibu sana, mimi ni Kamau Waithaka nikikuripotia kupitia Wingo Radio. Karibu tena Vinnie wa Tarakwani. Wiki iliyopita ulitueleza kuhusu mfumo wa zero grazing. Leo tuanze kwa kutueleza kwa nini ulichagua Super Napier badala ya Napier kawaida. Je, faida zake ni zipi kwa mfugaji? Kitambo bana anasemanga, unajua sasa generation, kuna mtu alisema generation inaenda na vitu new. So kama sisi sasa tumeshikilia Super Napier. So ile ya kitambo tuliona haileti ni production. Sasa tumeingia faida ya kwanza, una maziwa. Ya pili, faida hata ambayo watu hawajui huko. Naam, mbegu au miche ya Super Napier uliipata wapi? Na mkulima anayependa kuanza anaweza kuipata kwa gharama ya kiasi gani? Show kule Rabi ndio nikaweza kuleta kilimo, ndio nikaweza kuleta, ingawa kuna vitu mingi na nikaja kwa tu, acha nichukue, acha niende na hii kama ni hili tulikuwa tunaijua shilingi 10-20 kama hii sasa nakata, alafu nikuonyesha kama sasa kama hii sasa kwa shilingi 20. Kabla ya kuhamia shambani, tuanze na hatua ya maandalizi. Ulianzaje kuandaa miche kwenye kitalu au nursery bed, na kwa nini hatua hii ni muhimu? Hiyo kitu isitoke. Ikitoka ni hasara. Ndio inakuja hapa. Shoot sasa. Yep. Kuna shoot. Hii ni shoot. Aya, kuna roots hapa. Ndio roots. Ndio hata wewe mwenyewe ukiangalia vizuri utaona ndio hivi. Lazima pia ndio nakuja kufanya nini yangu hapa. Naleta miti yangu na kaa chini. Kaa babu wa kitambo. Ndio naanza sasa kukata. Kama hii sasa ndio nakata. Manga usikate. Niende. Flat. Kama hii siende hivi. Naona hivi. Sikata hii ndiyo. Ndio mari. Hii imwage maji. Alafu hii ya juu naona kama hii. Hii kileta maji hii inamwaga. So ukiekelea hivi ndio hii ikihil hapa itaanza kuharibu ni roots, itaoza. Ndio maana itaenda kuwa sawa. Baada ya miche kuwa tayari, mkulima anatakiwa kufuata utaratibu gani wakati wa kuipandikiza pale shambani ili ipate nafasi nzuri ya kukua? Kukatwa. Haya, alafu ukimaliza kukata unafaa kuitoa ya chini, hii ngozi ya chini pekee. Yap. Alafu unaweka siku 3 kujihil iende na hii hazi. Hii ni hazi. Ndio sasa ikishakatwa hivi kwa hazi iende na naika pale kuna jua siku 3. Naam, kabla hatujaanza upanzi, tunaona pia kuna nyasi nyingine yenye rangi ya zambarau hapa shambani. Tuambie ni nyasi gani hii na ina umuhimu gani kwa mfugaji? Napier. Purple Super hivyo. Yep. Hilo ndio jina lake. Yeah. Na kwa sababu naangalia kwa shamba, ni hapa tu naona. Hivyo ndio umeanza. Ndio nimeanza. Ukisikia pale taarifa pale nje, unajua huwezi elewa. Kuna wale ambao wanasema no production, kuna wenye wanasema iko. So ndio acha nijaribu. I can try first. Ndio nione. Sasa tuonyeshe hatua kwa hatua namna ya kupanda Super Napier.
Naam, msikilizaji, Vinnie anatueleza kuwa kwanza huandaa shimo lenye kina na upana wa takriban futi 1. Sasa kwako sasa. 4. Anachanganya udongo vizuri na samadi iliyooza ili kuongeza rutuba. Hapo sawa, hapo sawa. Kumbe wewe ni mwanafunzi. Mwanafunzi ambaye anashika haraka anafaa kupata alama. Kisha anatueleza hupanda mche kwa uangalifu na kuufunika kwa udongo laini. Nilikuwa nimekuelewa sasa kama super. Hapa kupanda. Unajua sasa hii ndio tumekata. Sasa umeona ile nini imeisha. Ila hazif lakini bado zinahitaji. Iko sawa. Kisha juu. Sasa ndio nilikuwa nimekueleza unafaa kuitoa hii. Toa hiyo. Na uchunge usikate nini? Shoot. Shoot. Muhimu sana. Yep. Kata hiyo. Imeharibu. Hapo max utaanguka. Kama pole pole. Unaweza sasa kupanda. Na vile nitapanda utaipanda. Sasa kama hii ndio naweka hii slang. Nasemanga 35. I think unaelewa. Kama ukikamata ndio unaelewa. Haya. Kama hii sasa namna hii. Alafu hiyo ibakia kwa juu. Umeona? Unaona kaje? Haya, panda moja. Side. Hivi. Side. Yeah. Alafu hii shoot ipate nini? Kujaminate alafu hii ipate yani. Hapo sawa. Hapo sawa. Haya. Unajua hii sasa hii inajaminate hapa na hii inajaminate hapa. So cross. Across. Unaona? Juu yake. Unaona? Like that. Hapana. Room. Yep. Nika tu hivi kidogo. Iko sawa. Hapo iko sawa sasa. Sasa mwanafunzi sasa. Na kwa sasa tunaona shamba lako limeota vizuri. Kwa wastani, kwa siku unakata kiasi gani cha nyasi kwa ajili ya mifugo wako? Na je, huwa unachanganya na aina nyingine za chakula ili kupata lishe kamili? Unajua ile chakula kifungu chake hivi. Hiyo nakata karibu 20. Kama 20. Uende nayo huko. Ndio niende nayo store juu. Unajua sasa nikichukua kidogo. Nikiasha alichopata. Chakula tu yote. Seconds. Supu ambayo nachanganya nishachanganya. Unaona? Na hii. Sasa ndio chokara inakata inatoa hizi rice. Na sizes. Katika uzalishaji wa Super Napier, ni changamoto zipi ambazo mkulima anaweza kukutana nazo? Je, kupalilia na matunzo mengine ni muhimu kiasi gani ili kuhakikisha nyasi hii inatoa mavuno bora kwa muda mrefu? Ndio mizimu sasa ndio napalilia na dawa. Ndio kupalilia mimi mwenyewe. Hii Super nimepalilia. Dawa ambayo unasema ni dawa gani hii ambayo Fruit leaves ya kuharibu hizi tu. Fruit leaves kama hizi zinakuanga ukizikata zinakuanga zina nini? Zinaoza. Kuna mvua kubwa zinaoza. Zipata kwa sasa
Tunapohitimisha mahojiano yetu, ni ombi lipi kwa Wizara ya Kilimo pamoja na wadau wengine wa sekta ya kilimo humu nchini ungependa waweze kuliangazia? Tukienda kununua kitu, bei yake bado iko juu, unapata pale. Sasa unajua sasa ile budget hata iliposomwa tukasema tumefaidika, lakini hakuna malalamishi hapa. Kama sisi tukienda kununua like dairy milk bado iko juu, tukienda kununua dawa ya ng'ombe bado ziko juu. So mimi naona tu sometimes nasemanga niache hii kazi ama niendelee nayo, lakini niliamua tu kukaza kamba, acha niendelee nayo. Nina matumaini pale mbele. Asante sana. Naam, kutokana na mafunzo ya leo ni wazi kuwa mafanikio katika ufugaji hayategemei idadi ya ng'ombe pekee, bali yanategemea ubora wa lishe yanayopewa. Kilimo cha Super Napier kinaweza kuwa suluhisho la kupunguza gharama za malisho huku kikiongeza uzalishaji wa maziwa na kipato cha mfugaji. Wataalam wa kilimo wanaendelea kusisitiza kuwa kilimo cha kisasa kinahitaji kutumia mbegu bora, mbinu sahihi za uzalishaji na usimamizi mzuri wa mashamba ili kuongeza tija. Ikiwa wewe ni mkulima au mfugaji, usisite kutafuta ushauri kutoka kwa maafisa ugani walioko katika eneo lako. Maarifa sahihi ndiyo msingi wa kilimo chenye faida. Hayo ndiyo yaliyokuwa makala ya Kilimo Leo wiki hii. Tunamshukuru sana Vinnie wa Tarakwani kwa kushiriki nasi uzoefu na maarifa yake kuhusu kilimo cha Super Napier. Mimi ni Kamau Waithaka, hadi wakati mwingine nikikuripotia kupitia Wingu Radio.